Kwa sasa mchezo wetu umekuwa ukikua sana na unakuwa kwa kiasi kubwa, kwa sababu ukiangalia timu zinaongezeka. Kama unaweza ukapata timu 29 na ukiangalia kwenye usajili wa taifa kila timu inahitaji kuwa na wachezaji 20. Ina maana kama wachezaji 20 mara hizo timu 29 tayari wachezaji pekee ni mashabiki. Timu zikija kuangalia wenzao ni mashabiki. Kwa ina maana kwa sasa mchezo umekuwa na una wachezaji wengi na unaendelea kukua. Kwa hiyo ni muda sasa wa wale wenye kutamani au kampuni, taasisi, watu binafsi tunawakaribisha kuwekeza kwenye volleyball sasa. Na naamini kwamba hawatajuta kuwekeza kwenye volleyball, kwa sababu kama tunaweza kuwa na siku kuanzia weekend Jumamosi mpaka usiku mechi zinachezwa. Ina maana ni masaa 12 kabisa mechi zinachezwa kwa Jumamosi na Jumapili. Ina maana uwezo wa kujitangaza, uwezo wa kukutana na wadau mbalimbali ni mkubwa sana. Unazungumzia kuhusu kujitangaza, mechi zenu zinaonekana? Kwa mfano mechi kwa sasa kuna social media ambazo zinatangaza. Kwa mfano sisi wenyewe kuna Instagram ya 24 volleyball 24 na kuna Dareva ambazo tumezianzisha sasa rasmi, kwa sababu mara kwanza tulimpa dhamana 24 tuliungana naye ambaye anashikilia kwenye volleyball, lakini tuna social media ambazo tumeziandaa sisi wenyewe. Lakini sasa hivi wiki iliyopita tumezindua YouTube kwa live YouTube kwa ajili ya live streaming kwa ajili ya Dareva kwa ajili ya kurusha hii michezo. Lakini pia kingine pia tukizungumzia kujitangaza, kitendo cha kuwa hapa tayari ina maana kama kuna sponsor tayari anajitangaza, kwa sababu kitendo cha dimbani kutukaribisha hapa ina maana fursa pia ya kufahamika. Kwa nikaribishe wadau wawekeze. Na sisi volleyball sisemi hatuhitaji fedha nyingi. Ni mdau kuja kuangalia anataka wekeze katika nini. Kwa sababu tuna pale tuna ligi mbili. Tuna Serie A na Serie B. Naona Serie B ina timu 15 na Serie A ina timu 14. Kwa ina maana unaweza kachagua wekezi wapi. Lakini pamoja na kuchagua wekezi wapi, ni maeneo ambayo unaweza kujitangaza kote kote. Kwa ni wakaribishe wadau. Katibu, ligi ya mkoa wa Dar es Salaam inaendelea sasa na ilipofikia kuelekea hatua ya robo finali hadi finali. Maendeleo yapo kiasi gani, na kwa ujumla wake pia ushindani upo kiasi gani mkoa wa Dar es Salaam kwenye ligi? Maendeleo ni mazuri. Kwanza mimi ningependa tu kusema ni wakaribisheni mje muangalie. Hapo usemi wangu nitakaozungumza hapa ndio unaweza kuthibitisha kwamba kumbe katibu alikuwa anazungumza ukweli. Ushindani ni mkali sana. Na hapo ni sasa ndio unaweza kuona volleyball jinsi inavyopaa juu kwa sababu ya ushindani ulivyokuwa mzuri. Kwa hiyo ushindani kwa kweli ni mzuri sana. Sawa. Kama ushindani uko vizuri tutakuja kuona. Na anamalizia hatua za mzunguko leo na kesho nazo zimekaa vipi? Mzunguko tuseme kwa leo na kesho nitakuwa kama ndio tunamaliza mzunguko. Kama ndio msemo wiki inayokuja finali. Sasa kwa kawaida huwa kwa mfano Serie A huwa tunachukua timu 4 ndizo ambazo sasa zinakuja kucheza playoff. Baada ya kucheza playoff sasa hapo ndio tutakapompata bingwa wa mkoa. Na kwa utaratibu wa mashindano ya taifa hao wanaocheza playoff automatic wanakwenda kushiriki mashindano ya taifa yale ya klabu bingwa. Ingawa kwa sababu mikoa mingi huwa hawaleti nani timu. Kwa nini? Kutokana na mwamko tu wa mchezo wenyewe kule mikoani. Naona kama nadhani mmemsikia nani mwenyekiti alivyokuwa anasema, yani sisi ndio tumekuwa kama kioo cha volleyball Tanzania. Naona. Kwa hiyo huwa sio timu 4 tu zile ambazo zinashiriki. Kwa hiyo huwa natuomba wakati mwingine tunaongeza timu 2 au timu 3 kwa wanawake na wanaume. Lakini bado hata hivyo timu zetu za mkoa wa Dar es Salaam ndio zinakuwa mabingwa. Huyu bwana mwaka jana ndio alikuwa bingwa wanaume na wanawake. Huyu anafundisha timu ya Magereza. Kwa hiyo wao ndio walikuwa mabingwa. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani Dar es Salaam tunavyo mchezo wetu jinsi ulivyokuwa juu. Sasa ningependa kujua nafasi yenu kwenye ligi ya taifa nyinyi kama viongozi. Tumezungumza kama nyinyi ni taswira
kwenye taifa zima, na wakati fulani hata timu fulani zikitoka huko mikoani zinashindwa kuleta. Nyinyi kama viongozi ambao mnafanya vizuri, nafasi yenu iko vipi? Nikianza na mmoja chama na kwanza ishukuru cha shirikisho la mpira wa Tanzania na limekuwa appreciate, limekuwa likitumia sana, lilikuwa likiomba ushauri kwa sababu ukiangalia pia na kwamba sisi ni viongozi lakini coaches wa timu yetu kwa ajira. Na ingekuwa ni nje ya ajira tusingekuwa makocha. Kwa sababu kaza mwingine mtu anauliza kwa nini wewe ni kiongozi alafu ni kocha? Kwa sababu kijeshi huwezi kutoka kwa sababu ndio umepewa hiyo kazi ufanye, lakini tumekuwa tukiheshimu nafasi na tukiheshimu nafasi ya chama na nafasi ya coaching pia. Ndio maana chama cha taifa pia kimekuwa kitumia, na ukiangalia sisi ni wajumbe tunaingia moja kwa moja kwenye chama. Kwa hiyo wako kututumia ukishirikisha, kwa mfano mzee wetu hapa huwa ikichaguliwa timu ya taifa anahitaji kama mshauri kwa ajili kwa sababu ndio kwa Tanzania ndio senior coach wa sasa, na kwenye beach volleyball anachukuliwa yeye kuwa head coach kwenye beach volleyball. Kwa hiyo tumekuwa tukiitwa kutoa michango ya mawazo lakini kusaidia pia volleyball kwenda mbele. Tuna nafasi kubwa pia katika chama. Na nilitaka tu kufahamu hiyo nafasi yenu kwa sababu baada ya kuona nyinyi ndio kio, nitaka kujua mnatumika vipi pia kwa manufaa mapana. Nazungumza kuhusiana na mwitikio kuwa mdogo mashuleni lakini pia kwa wazazi. Sasa ni wakati wa ninyi kuunda mpango mkakati wa kuweza kutoa elimu na vitu vingine mfano hivi. Hata mashabiki, vipi kuhusiana na mashabiki? Mwitikio uko vipi kwanza? Mwitikio wa mashabiki kwa sasa ni mkubwa. Ni kwa kweli ni sisemi uongo. Kwa kipindi hiki cha miaka hii miwili hapa kumekuwa na uamko wa mashabiki kwa sababu kuna wakati washabiki wenyewe wanauliza mmesema kutokuwa na mechi fulani. Unaona hiyo mechi au unakuta mshabiki anawahi kwa ajili ya kuisubiri mechi hata kama ni saa 6 usiku. Kwa hiyo na sisi tumekuwa kuna timing fulani tunaifanya. Tukijua mechi fulani na fulani ndio kali, tunaziweka muda fulani ambazo kwa hiyo unakuta ili unaona mapenzi ya washabiki, unakuta mshabiki anakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni kuisubiria hiyo mechi. Kwa hiyo uamsho ni kubwa, japokuwa tunahimiza sasa watu waendelee kusogea kwenye viwanja vya Kampala pale siku za Jumamosi na Jumapili kwa sababu waone burudani iliyoko pale. Wasione tunazungumzia tu kwenye dimbani, waje waone burudani iliyokuwa pale. Sawa sawa. Kila kitu kinawezekana. Wakati fulani basketball ilikuwa chini sana na hata mwitikio wa mashabiki haukuwa mkubwa. Lakini jana nilikuwa natizama basketball pale, game ya nani Dar City na Stein Warriors. Nilikuwa naona mashabiki ni wengi na hata Masumbo wakati fulani mambo hayakuwa mazuri. Tena au nani Dar City na Stein hao yani ni kama wameanza juzi tu. Lakini siku za nyuma ilikuwa ukisikia pazi vijana wanamenyana, yani hapo unakuta watu ni balaa. Sawa sawa. Kwa hiyo kila kitu kinawezekana. Mikakati mizuri, kiunda mikakati mizuri na kuona namna, na sisi tutakuwa sako kwa bako na nyinyi. Tuahidi tu kwamba mkihitaji nafasi ya kuweza kuja basi tuwasiliane. Kwa pamoja tutaweza kufanya kitu kikubwa kwa dereva na mambo yatakaa vizuri kabisa. Kwa sekunde chache tu niombe napenda Watanzania wafahamu kwamba volleyball ndio mchezo uliokuwa na historia kubwa hapa Tanzania. Kwa maana ya kwamba volleyball ndio mchezo wa kwanza kupeleka timu ya taifa mataifa ya Afrika kabla ya football. Ndio mchezo wa kwanza timu ya taifa kushiriki mashindano ya mataifa ya Afrika kabla ya football. Finali za mataifa ya Afrika kabla ya football. Kwa hiyo volleyball ina historia kubwa sana hapa Tanzania kwa sababu tu watu hawaja nguvu, lakini pia ni shauri serikali. Ni wakati sasa imefikia kuweka nguvu katika hii michezo mbadala. Kwa sababu ni imani yangu kuwa hii michezo mbadala ina uwezo wa kulifikisha taifa mbali sana. Kwa sababu soka ina upambanaji mkubwa, lakini hii michezo kama watatilia nguvu na hakika kabisa taifa litapiga hatua sana kwenye. Sasa wakati unaomba hivyo, mmefanya jitihada gani za kutafuta hawa viongozi na kuwaeleza? Kwa mfano, mkoa wa Dar es Salaam cha kwanza kabisa katika huu mpango ambao tumeuandaa wa maendeleo ya kuinua vipaji. Afisa elimu na afisa michezo tuseme wa jiji amesema tuandikieni barua, na afisa elimu mwenyewe amesema ataandika kibali rasmi yeye mwenyewe kwenda kwenye mashule baada ya hiyo changamoto ambayo mzee ameisema. Kwa sasa hivi tunategemea kwamba tutapata moja kwa moja kwa ajili ya na hii imetokana na nini? Dar es Salaam ndio ilikuwa ikichukua umiseta umitashumto kabisa, yani sasa hivi baada ya ukate tukiwashauri wanasema, lakini sasa hivi wameona yale tulikuwa tunayasema ni sahihi. Kwa wamesema watatupa support kubwa, wao wenyewe wataandika barua kuelekea mashuleni. Labda mtangazaji niongezee tu kwamba mimi ni kuombeni nyie watangazaji. Tumekupateni sasa
kwa sababu watu wengi hawaujui. Naam. Nichukulie mfano mwaka jana wakati ligi ya taifa ilikuwa ikiendeshwa, au Azam walikuwa wanaonyesha, watu walikuwa wanapiga simu kutoka mikoani, jamani tunapata raha huku, hebu tunani. Sasa ile mnapoonyesha watu wanajifunza, wazazi wanafanya nini? Wanasema kumbe huu mchezo mtoto wangu anaweza akacheza, na una faida gani? Kwa sababu mkianza kuzungumza, kwa mfano mzungumza hapa swala la ajira, volleyball watu wameajiriwa wengi, naona lakini mzazi haelewi kwamba huyu akienda kucheza kule atashindwa shule, lakini hajui kabisa kwamba ukiwa mchezaji, yani akili kwanza inafanya nini? Inafanya kazi vizuri zaidi. Kwa hiyo watangazaji mkitunani, nadhani itawaamsha hata wazazi kuweza kuwasukuma watoto wao kuja kwenye mashindano. Mimi labda niseme tu binafsi, mimi nilikuwa nacheza football sana. Nilikuwa nacheza timu ya jeshi. Lakini ulikuwa unacheza namba ngapi? Nilikuwa nacheza namba 5 au namba 9. Ni balaa. Sio kama najisifu namna gani, lakini nakueleza tu, yani ni balaa. Kuna muda timu inabidi ishambulie, inabidi uende. Kuna muda timu inabidi ilinde, inabidi urudi yani. Lakini mimi nikasema hivi kweli mimi nikiendelea kucheza mpira huu tafika wapi? Kwa wachezaji wa football ni wengi mno sana kabisa. Hebu mimi niende kwenye volleyball. Mimi nikaenda kwenye volleyball. Mwaka wa pili mimi nikasafiri kwenda Zambia. Tayari nishakuwa mchezaji maarufu. Hivi football ningepata nafasi ya kwenda. Position yako ni ipi kwenye volleyball ulikuwa unacheza? Mimi nilikuwa setter. Sasa setter ni mtu ambaye ana seti. Anagawa mipira. Ana center na setter. Sawa. Tukiwa tunamalizia hapa, muda umetupa mkono kidogo. Tumalizie na ya mwisho kabisa kutoka kwa mwenyekiti pale, ambao tumeyasahau, ambayo unataka kuyazungumza, na tuje kwa katibu hapa pia. Binafsi ni waombe viongozi wetu wa serikali, najua ni wapenda michezo, najua ni wasikivu. Watu wenye wadau wa michezo, makampuni, watu binafsi, mashirika wajitokeze kusaidia michezo. Hasa mchezo wa mpira wa wavu. Ni eneo ambalo ninaamini kabisa wakiwekeza nguvu wao wenyewe hawatajuta. Lakini pia ni washukuru nyinyi waandishi wa habari na kipindi hiki cha Dimbani Extra. Kwa kweli ninaamini tunapotoka hapa, naamini kuna historia mpya itaandikwa kwenye michezo kupitia kipindi. Ninaamini kabisa. Na mimi niwahakikishie na jukumu langu kwamba hatutakauka mahali hapa. Sawa. Kukaribisha, hatutakauka na tutatoa support yoyote ile mnahitaji ya taarifa ili muweze kuzipata za mchezo. Lakini kingine pia niwaombe wazazi ruhusu watoto wao kushiriki kwenye mchezo wa mpira wa, kwa sababu katika mchezo wa volleyball ukifuatilia timu zote zinazokuambia zinazocheza hapo, 90% wote wameajiriwa. Naam. 90% ni wachache wanavyuo au wachache. Fikiria ligi sasa hivi ilipokuwa nzuri, naweza kuamini ndugu mtangazaji, kuna timu inaitwa Best 6 imetoka Mbeya, kwa sababu kwa haina ligi imehamishia Dar es Salaam ili icheze ligi. Kwa hiyo imejisajili huku, imehamia huku ili icheze ligi. Kwa hiyo ina maana namna gani tunaona mchezo unakuwa. Watu wameamua kutoka Mbeya kuja, na wachezaji wanatoka mikoani kuja kucheza huku. Kwa niseme ni waombe wazazi waruhusu watoto wao kucheza. Sawa. Katibu, mimi kilio changu bado ni kwa shule. Naam. Na hasa wakuu wa shule, kwa kweli, ili tuweze kupata wachezaji wazuri wa timu za taifa, lazima tuanzie shule. Naam. Sasa wakuu wa shule kama watakubali kuwafanya wanafunzi wao wafanye michezo, yani itatusaidia sana. Tutapata timu za taifa au wachezaji wa taifa ambao ni wazuri, kulikoni kusubiri watu wako mitaani. Ni ngumu kweli mtu kumfundisha tayari kisha kuwa mtaani, ni kazi kubwa sana. Na bahati mbaya kama hapati pesa tena huko mnapoteza muda tu, anaacha nani kwenda. Kwa hiyo mimi niombe tu wakuu wa hasa wa shule primary pamoja na sekondari wajitahidi kuhakikisha wanafanya michezo na washirikiane ikiwezekana na vyama